Kiongozi mkuu wa zamani wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei, amezikwa rasmi katika mji wa Mashhad miezi kadhaa baada ya kuuawa katika mashambulizi ya pamoja ya anga ya Marekani na Israel yalifanyika Februari 28 mwaka 2026 na ambayo yalichochea kuanza kwa vita vikubwa vilivyoibua mvutano mpya katika Mashariki ya Kati. Mazishi hayo yalifanyika alfajiri ya Ijumaa Julai 10 mwaka 2026 katika mji wa Mashhad ulioko kaskazini mashariki mwa Iran na ambao pia ni mahali alipozaliwa Ayatollah Ali Khamenei. Hafla hiyo ilihitimisha rasmi siku kadhaa za maombolezo ya kitaifa zilizoshuhudia mamilioni ya wananchi wakijitokeza katika miji mbalimbali ya Iran pamoja na baadhi ya maeneo ya Iraq kutoa heshima zao za mwisho kwa kiongozi huyo aliyekuwa madarakani kwa karibu miaka 37. Kwa siku kadhaa kabla ya mazishi, mwili wa Khamenei ulipitishwa katika misafara mikubwa ya maombolezo iliyoanzia Tehran na kuendelea katika miji mingine mikubwa. Barabara kuu zilifurika waombolezaji waliokuwa wakibeba picha zake, bendera za Iran na mabango yenye ujumbe wa kumwombea pamoja na kuonyesha mshikamano wao na taifa hilo. Katika baadhi ya maeneo, wananchi walikuwa wakirusha maua kuelekea msafara wa jeneza huku wakisoma dua na nyimbo za kidini. Iran iliweka ulinzi mkali katika kipindi chote cha shughuli hizo. Barabara nyingi zilifungwa kwa muda, safari kadhaa za ndege ziliahirishwa au kubadilishwa, huku maelfu ya askari na vikosi vya usalama, walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, polisi na vikosi maalum wakisambazwa katika maeneo yote yaliyopitiwa na msafara wa mazishi. Hatua hizo zilichukuliwa kutokana na tahadhari za kiusalama kufuatia hali ya mvutano wa kijeshi uliopo katika eneo la Mashariki ya Kati. Mazishi hayo yalihudhuriwa na viongozi waandamizi wa serikali, viongozi wa kidini, makamanda wa jeshi, viongozi wa kisiasa pamoja na wageni kutoka mataifa mbalimbali yenye uhusiano wa karibu na Iran. Hafla hiyo ilijumuisha ibada maalum za Kiislamu, dua za kitaifa na salamu za mwisho kabla ya mwili wa Khamenei kushushwa kaburini. Khamenei aliongoza Iran tangu mwaka 1989 baada ya kifo cha Ayatollah Ruhollah Khomeini, mwanzilishi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Katika kipindi chake cha uongozi alikuwa na mamlaka juu kabisa nchini humo, akisimamia maamuzi muhimu ya kisiasa, kijeshi, kidini na sera za nje. Chini ya uongozi wake, Iran iliendelea kuimarisha ushawishi wake katika Mashariki ya Kati kupitia ushirikiano na makundi na washirika wake katika nchi mbalimbali za eneo hilo. Katika utawala wake, Iran pia iliendeleza kwa kasi programu zake za nyuklia, makombora ya masafa marefu na uwezo wa kijeshi, jambo lililoifanya iingie katika migogoro ya mara kwa mara na Marekani na Israel na baadhi ya mataifa ya Magharibi. Khamenei aliendelea kusema kuwa Iran ilikuwa ina haki ya kujilinda na kuendeleza teknolojia yake bila kuingiliwa na mataifa ya nje. Wachambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati wanaeleza kuwa mazishi ya Khamenei yanaashiria mwisho wa enzi moja muhimu katika historia ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kwa karibu miongo minne alikuwa sura kuu ya mfumo wa utawala wa Iran, akiongoza taifa hilo katika kipindi cha vikwazo vya kiuchumi, migogoro ya kikanda, mazungumzo ya nyuklia, maandamano ya ndani na mivutano ya muda mrefu na Marekani pamoja na Israel. Kwa mazishi yake yakihitimisha rasmi kipindi cha maombolezo ya kitaifa, Iran sasa inaingia katika hatua mpya ya kisiasa na kiulinzi, wakati ikiwa bado inakabiliwa na athari za vita, changamoto za kiuchumi na mabadiliko makubwa ya uongozi ambayo yanatarajiwa kuathiri mustakabali wa taifa hilo pamoja na siasa za eneo lote la Mashariki ya Kati. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.